Iran imeishambulia Israel kwa kutumia kombora lake jipya la masafa marefu lenye uwezo wa kisasa. Iran imetumia kombora jipya la ballistic lilotengenezwa na wataalamu wake wa ndani katika shambulio la leo usiku dhidi ya Israel. Kombora hilo limepewa jina la Haji Qasim kumwenzi Jenerali Qasim Soleimani aliyeuawa kwa agizo la rais wa Marekani wakati huo Donald Trump mwaka 2020. Kwa mujibu wa shirika la habari la Iran Fars, taifa la Israel limevurumishiwa makombora aina ya Haji Qasim katika mashambulizi yaliyofanyika kuanzia siku ya Jumamosi hadi leo Jumapili, mashambulizi ambayo yamesababisha zaidi ya vifo vya watu 10 na kujeruhi zaidi ya wengine 200. Iran inadai kuwa kombora hilo lina uwezo wa kukwepa mifumo ya ulinzi wa Israel ikiwemo ya Iron Dome na lina uwezo hata wa kupenya ulinzi wa Marekani wa THAAD, yani Terminal High Altitude Area Defense, ambao tayari umepelekwa nchini Israel kuisaidia. Shirika la habari la Iran Tasnim mwezi Mei liliripoti kuwa kombora hilo lina mfumo wa kisasa wa kujiendesha unaoweza kulenga shabaha sahihi na pia kupambana na mbinu za kivita vya kielektroniki. Jina la kombora hilo limetolewa kwa heshima ya Jenerali Qasim Soleimani aliyekuwa kamanda wa kikosi cha Quds cha Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC cha Iran, ambaye aliuawa kwa shambulio la ndege isiyo na rubani nchini Iraq. Trump alimuita Qasim Soleimani kuwa ni gaidi namba 1 na alitetea hatua hiyo isiyo ya kawaida kwa kusema kuwa jenerali huyo alikuwa akipanga mashambulizi ya haraka na ya hatari dhidi ya wanadiplomasia na wanajeshi wa Marekani. Mbali na kombora hilo, Iran pia ina kombora jipya ambalo halijawahi kutumiwa na liloboreshwa zaidi ambalo limepewa jina la Qasim Basir. Kombora hilo lilifanywa majaribio Aprili 17 mwaka 2025. Kombora hilo linaweza kutambua na kupiga shabaha kati ya nyingi bila mwongozo wa GPS kwa usahihi na kwa uhakika. Wakati wa kufanywa majaribio, uingiliaji mkubwa wa kielektroniki kwa kutumia mawimbi ulitumiwa dhidi ya kombora hilo, lakini liliendelea kuruka bila kuathiriwa. Wakati wa uzinduzi huo, Iran ilisema kombora hilo linaweza kufika nchini Israel na kupenya baadhi ya mifumo ya hali ya juu zaidi ya ulinzi wa makombora duniani, jambo ambalo linaweza kuthibitika ikiwa tu Iran itaamua kulitumia kombora hilo katika vita vinavyoendelea dhidi ya Israel. Wataalamu wanasema kombora hilo la Qasim Basir ni la kwanza la aina yake la nchi ya Iran. Mtaalamu wa masuala ya silaha mwenye makao yake makuu nchini Urusi, Bwana Yuri Ilyamin, anasema kuwa kombora hilo ndilo kombora la masafa marefu zaidi la Iran na la kielektroniki, likichukua nafasi ya kombora la masafa mafupi la Zorifaghl Basir. Tehran ilianzisha mpango wake wa makombora ya masafa marefu baada ya kuteseka na mashambulizi ya makombora ya Scud ya Iraq katika vita vya Iran na Iraq dhidi ya majirani zake wenye silaha za Magharibi, kwani vikwazo vimeizuia Iran kutumia ndege kwa ajili ya mashambulizi. Usiku wa kuamkia leo, Iran na Israel zimeendelea kushambuliana ikiwa ni siku ya pili ya mfululizo wa vita, huku rais wa Marekani Donald Trump akidai kuwa mzozo huo unaweza kumalizwa kirahisi, lakini akaonya kuwa Iran isithubutu kushambulia maslahi yake katika maeneo ya Mashariki ya Kati. Hii ni Msasa Media. Kwenye mitandao yote ya kijamii tunatumia Msasa Online, Msasa kisasa zaidi.